Asante sana mwenyekiti ndugu Samuel Roswe. Asante sana Mr. Emmanuel Masunga kwa huduma ya nyimbo. Asanteni sana wote ambao umekwisha kuingia katika ibada yetu ya siku hii ya leo. Na mimi niwakaribishe katika hitimisho la mada yetu iliyokuwa ikizungumza Ijumaa ya kukumbukwa au Ijumaa isiyosahaulika. Na jana tulikuwa tukiangalia habari ya mtu mmoja anaitwa Yusufu wa Arimathaya aliyefanya mazishi ya Yesu Kristo, na tulisema yako mambo matano ya kujifunza kutoka kwa Yusufu wa Arimathaya, na jana tuliangalia mawili. Jana tuliangalia matatu na yakabaki mawili. Lakini kabla sijamalizia haya mawili, kuna jambo ambalo nataka niliseme mahali hapa. Haya mazishi ya Yesu Kristo hayakufanywa na Yusufu wa Arimathaya peke yake. Walikuwa wawili. Na huyo ndiye mtu wa sita, kwa sababu leo ndio mwisho wa mada hizi, ninatamani tu nimgusie kwa haraka. Huyu mtu wa sita ambaye pia alishiriki katika kufanya mazishi alikuwa anaitwa Nikodemo au Nikodemus wengine wanamuita. Nikodemo alishirikiana na Yusufu wa Arimathaya katika kumzika Yesu Kristo. Mnakumbuka kisa chake vizuri sana katika kitabu cha Injili ya Yohana, alivyomwendea Yesu usiku. Na akamuuliza nifanye nini nipate uzima wa milele? Akamwambia hakuna atakayepata uzima wa milele sharti azaliwe upya, azaliwe mara ya pili. Ndipo falsafa ya Nikodemo ikazama, ikaelea, hakuelewa kile Yesu alichokuwa anakizungumzia mahali pale. Nikodemo alikuwa ni tajiri kabisa, tajiri mkubwa sana. Sio tajiri tu, alikuwa ni msomi, farisayo aliyesoma, mwanasheria, mwanafalsafa, mtu ambaye alikuwa na elimu ya hali ya juu sana. Alikuwa ni kiongozi katika lile baraza la Sanhedrin lililomhukumu Yesu kwamba anatakiwa kusulubiwa. Na yeye hakukubaliana pia na hiyo hukumu, kama ambavyo Yusufu wa Arimathaya hakukubaliana na ile hukumu. Lakini hakujitokeza wakati huo kwa sababu za kiuongozi. Alikuwa ni kiongozi wa Sanhedrin, kwa hiyo asingejitokeza tena kusaliti baraza lake lililoamua kumhukumu Yesu Kristo. Kwa hiyo Nikodemo, baada ya Yesu kufariki, na yeye alichangia mali nyingi sana kwenye mazishi ya Yesu Kristo. Lakini sikiliza, baada ya Yesu kuzikwa na amefufuka, amepaa kwenda mbinguni, wote Nikodemo na Yusufu wa Arimathaya, vitabu vinaonyesha vya historia kwamba walimwamini Yesu, wakawa wafuasi wa Yesu. Na hata Nikodemo, kisa kinaeleza, alifirisiwa mali zake na utawala wa Kirumi baada ya kuwa amejitoa kuwa mfuasi wa Yesu. Na Nikodemo mpaka nalala mauti, alikufa akiwa maskini kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo alijitoa, akakubali kutoa mali zake. Tena baadhi ya waandishi wanasema sehemu ya mali yake ilihusika kusapoti kazi ya Mungu katika kanisa la awali. Kwa hiyo alitoa sehemu ya mali yake katika kusaidia kazi ya Mungu. Kwa hiyo jana nikasema yako mambo ya kujifunza kutoka katika kisa hiki au visa hivi viwili, Nikodemo na Yusufu wa Arimathaya, ambao walimkumbuka Yesu baada ya kuwa amelala mauti. Nikamwambia kwamba jambo la kwanza, jitahidi sana usiweke matumaini kwa mwanadamu, maana wanadamu wao wanatawanyika, wana tabia ya kutoweka wakati wa shida. Lakini jambo lingine tukasema, si salama sana kusubiri mtu afe ndipo tutoe huduma zetu. Ni vizuri kutumia gharama zetu kumhudumia aliye hai. Na mimi nakukumbusha, una mtu ambaye anastahili huduma yako, mzazi wako, mtoto wako, mwenzi wako, jirani yako, unaona kabisa nastahili huduma yako, mhudumie kabla hajalala mauti. Ukienda kutoa huduma baada ya kuwa amekufa, hiyo itakuwa ni dhihaka, utakuwa unafanya dhihaka. Jambo la tatu, jana tuligusia kwamba Mungu atusaidie sana tuachane na ibada za kinafiki. Hebu ngoja tukumbushane jambo hili, mimi na ninyi tukumbushane jambo hili. Kuna wakati tunawahi sana kwenda ibadani, kuna wakati tunawahi sana kukimbilia ibadani. Wakati huo tumetoka kule nyuma, tumewasengenya watu vibaya sana. Na roho ya unabii nasema, anayemsengenya mwanadamu mwenzake ni sawa na kumkatakata nyama yake na kuila. Kwa hiyo tunaacha huku tumewakatakata watu.
ulikuwa unasengenya watu, ulikuwa unawasema vibaya watu, tumewachafua watu, majina yao tumeharibu, tumewachukia watu, tumewadharau watu, halafu tunaingia ibadani. Ngoja niseme na wale ambao Mungu amewapa karama ya kuimba. Kuna wakati hata mnapokutana kwenye mazoezi, kabla mjaanza mazoezi, mnasubiria mwalimu, mnasubiria idadi itimie, mnaanza kusengenya watu, mnaanza kusema watu, halafu baada ya kuwa idadi imetimia, mnaingia kwenye ibada ya kuimba. Mmetoka kuwasurubisha watu, kuwaweka msalabani, halafu mnaingia tena kwenye ibada ya kuimba, na hamjaungama, hamkumbuki kusema Yesu tusamehe, maana tulikuwa tunamsurubisha mtu fulani, tulikuwa tunamkatakata mtu fulani, tulikuwa tunamsema vibaya mtu fulani. Hamkumbuki tena. Mungu atusaidie sana. Kuna nyakati hata siku za ibada wamama wanakaa chini ya miti. Tena siku hizi sio wamama tu, maana hata wababa nao wambea wameibuka. Wababa zamani tulikuwa tunajua kwamba wambea na wenye midomo inayoongea ni wanawake. Sasa hivi hata wanaume wamejitokeza kuwa wambea. Wamekaa chini ya miti siku za ibada, wakati wa mapumziko, wakati wa chakula, wanakula, wanawasema watu, wanachafua watu, wanasurubisha watu. Baada ya hapo wanarudi tena kwenye ibada. Hawakumbuki kuungama. Hawana tofauti na Wayahudi waliokimbilia ibadani wakimwacha Yesu Kristo juu ya msalaba. Wanakwenda kumwabudu asiyemjua, wanakwenda kuabudu, kuiheshimu Sabato, huku wakiacha wamemsurubisha Bwana wa Sabato. Jambo la 4 ambalo naomba nikukumbushe katika siku hii ya leo. Jambo la 4 la kujifunza kutoka katika kisa hicho. Jitahidi sana kuishi kwa amani na watu wote, maana hujui ni nani atakayekusitiri wakati wa aibu. Sikiliza rafiki, Yesu Kristo, mnajua hiki kisa vizuri, alisulubishwa akiwa uchi msalabani. Hakuwa na nguo yoyote. Hata kale kavazi ambako wachoraji wa picha na waigizaji wa filamu wanakaweka kwa yule Brian Lincoln, hakako hivyo. Yesu hakuwa na hako kavazi, alikuwa uchi wa mnyama. Na sasa akiwa amesulubishwa pale, maandiko yanasema jua likatia giza, lakini baadaye giza likatoweka, na Yesu akabaki msalabani amening'inia. Aibu yake inaonekana. Wayahudi waliokuwa karibu na yeye na mitume waliokuwa marafiki zake wamekimbia, wamemwacha Yesu Kristo akiendelea kuaibika pale msalabani akiwa uchi wa mnyama. Na ndipo anatokea Yusufu wa Arimathaya pamoja na Nikodemu. Wanaona aibu ya Yesu. Kwa nini Yesu anaenda kuning'inia pale msalabani akiwa uchi? Wanamuomba Pilato, tunaomba tukamsitiri huyu mtu. Wakamchukua, wakamzinga katika sanda, wakaenda wakamsitiri. Nataka nikwambie tu somo la kimaisha hili la kawaida kabisa, hata lisipokusaidia kwenda mbinguni, litakusaidia kwenye maisha haya. Kwenye maisha haya tunayoyaishi, jitahidi sana usiweke madaraja ya watu. Usiseme mimi marafiki zangu ni akina fulani na wengine ukawachukia. Usiseme mimi ninapenda watu wa daraja fulani na wengine ukaona hawafai. Katika maisha yako, msikilizaji wangu unayenisikiliza, hakikisha unaheshimu kila mtu, hakikisha unathamini kila mtu, hakikisha unapenda wanadamu wote. Ishi kwa amani na wanadamu, maana haujui ni nani atakayekusitiri. Kuna wakati wale marafiki uliodhani watakusitiri wakati wa aibu yako, wakati unapoumwa, wakati unapofiwa, uliodhani kwamba watakusitiri, watakuja kulia pamoja na wewe, watakuletea chakula hospitali, kuna wakati watatawanyika. Na watatokea kina Yusufu wa Arimathaya, waliokuwa kwenye baraza la kukusurubisha, waliokuwa wanakusema vibaya, waliokuwa ni maadui zako, watatokea wakusitiri. Waheshimu hata maadui, wapende sana. Ndio maana kuna mahali nilikuwa nikihubiri nikawaambia, moja ya makosa ambayo hupaswi kuyafanya katika maisha yako ni kumuomba Mungu aondoe maadui katika maisha yako. Maana hujui hao maadui wapo kwa ajili ya kutenda nini katika maisha yako. Wengine maadui zetu ndio usalama wetu katika maisha yetu. Tujitahidi kwa kadri inavyowezekana tuthamini kila mtu, hata kama ni maskini, hata kama angekuwa ni adui, hata kama angekuwa ni mtu tusiyemjua. Ndugu zangu, kuna wakati tunastiriwa na watu ambao hatukuwategemea kabisa. Wale uliowatembelea wakati wanaumwa, wale uliokwenda kwenye misiba yao, wanatawanyika kabisa.
Kale ka kikundi ka wanawake wenzako kakufa na kuzikana, kale ka kikundi ka mashosti zako wanatawanyika kabisa. Halafu ndipo yule mama ambaye kumtarajia ndiye anatokeza hospitalini na uji kwenye chupa, ndiye anatokeza siku ya msiba analia na wewe. Heshimu kila mtu unayemwona mbele yako, thamini kila mtu unayemwona mbele yako. Ndiyo maana Yesu Kristo aliitoa hii kanuni. Sikiliza, Yesu Kristo hakuwahi kumdharau wala kumchukia Yusufu wa Arimathaya, wala hakuwahi kumchukia Nikodemu kwa sababu eti walikuwa ni miongoni mwa watu wa Sanhedrini, kwamba kwa sababu wamemhukumu Yesu. Yesu hakufanya hicho kitu, aliwapenda baraza la Sanhedrini. Ndiyo maana Yusufu wa Arimathaya anakwenda kusitiri aibu ya Yesu Kristo. Thamini kila mwanadamu unayemwona. Ndio maana Waebrania 12:14 anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuta kwa bidii. Sasa kuna watu tangu alipooa eti amewachukia ndugu zake kwa sababu ya mke. Tangu alipoolewa amechukia ndugu zake kwa sababu ya mme. Tangu alipopata kazi anapenda wafanyakazi wenzake kuliko ndugu zake. Nataka nikwambie, huenda hao wafanyakazi siku kiugua watatawanyika, hawatakuja kwako. Kuna wengine wamethamini ndugu, wamesahau marafiki, wamesahau watu wa karibu. Kuna watu kuna siku ndugu watakutawanyika, watakusitiri marafiki. Jambo la mwisho, ili tupishe muda wa shuhuda. Jambo la mwisho, ruhusu sasa mafanikio yako yatumike kusitiri waliosahaulika. Mafanikio ya Yusufu wa Arimathaya, utajiri wa Yusufu wa Arimathaya na Nikodemo ulitumika kusitiri aibu ya Yesu aliyesahauliwa. Utajiri wao haukutumika kujifurahisha wao tu, ulitumika kuficha aibu ya Yesu Kristo msalabani. Ndugu zangu, wale ambao Mungu amewabariki, Mungu anatamani sana kuona wale mliofanikiwa kimaisha, muna fedha, muna vyeo, muna nafasi mahali fulani. Tumieni hayo mafanikio kubariki watu waliodhalilika. Hebu fikiria, wewe ambaye Mungu amekubariki una mshahara mnono kila mwezi. Wewe ambaye Mungu amekubariki biashara yako imestawi. Hapo jirani yako kuna mtoto anaenda shule, yuko nusu uchi, makalio yako nje, anakwenda shule, uniform imechanika, imechakaa, na the best you can do ni kumcheka. Unashangaa mtu anasema, jamani, watu wengine waliwazaaje sasa hao watoto kama wasingeweza kuwatunza? Sikiliza nikwambie rafiki, kuwazaa watoto ni jambo moja na kuwatunza ni jambo jingine. Na nilisikia mtu mmoja hata katika mahubiri, kuna wakati hata wahubiri tunajisahau. Nilisikia mhubiri mmoja anasema, kama hauwezi kuwatunza watoto hauna haki ya kuzaa. Nikasema tayari. Yaani kuzaa na kuwatunza unadhani ni vitu viwili vinavyoendana? Maana kuna aliyezaa akiwa na uwezo wa kuwatunza, lakini leo hana uwezo wa kuwatunza. Kuzaa ni haki ya mtu, kutunza ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kama jirani yako kuna watoto unawaona wanalala njaa, wanashinda njaa, kuna watoto hawaendi shule, na wewe unawatazama tu na Mungu amekubariki, lakini watakapolala mauti utashangaa unapeleka mahema ya gharama kwa jirani, unapeleka mziki, unapeleka mchele. Wasaidie sana hao watoto walio jirani na wewe. Tumia baraka zako na mafanikio yako kusitiri waliodharaulika, kusitiri walioaibika. Ninapenda sana huduma ya Yusufu wa Arimathaya pamoja na Nikodemu, wanatumia utajiri wao kuwasitiri wengine. Wewe bosi uliye na cheo katika ofisi fulani, tumia cheo chako kusitiri watu, sio kudhalilisha watu. Wengine wanakuambia, usinichezea, ujui mimi ni nani, nitakufunga. Usitumie cheo chako kudharau watu wala kuwadhalilisha. Tumia cheo chako kubariki watu. Tumia utajiri wako kusitiri waliosahaulika. Usitumie utajiri wako kuaibisha watu. Na ndipo Mathayo 25:36 fungu linalomalizia anasema, nalikuwa uchi nanyi mkanivisha, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Hayo ni maneno Yesu atakayoyatamka. Ndugu zangu,
tukumbuke sana kutumia mali zetu kwa sitiri walioaibika. Tunaabudu na watu walioaibika, tunasali na watu waliodharaulika, lakini tunawacheka wanapokuja na nguo moja mwaka mzima, wanapokuja na kanda mbili zilizokatika, tunawacheka. Mara ngapi umefunika aibu zao, wewe uliyebarikiwa? Mungu anisaidie sana mimi, Mungu akusaidie sana wewe. Nitumie mafanikio yangu kubariki, kufunika aibu ya waliodharaulika. Mungu anisaidie sana niishi kwa amani na kila mtu, maana sijui ni nani atakayenisitiri wakati wa aibu yangu. Mungu anisaidie sana niache ibada za kinafiki. Kabla sijakimbia kwenda kanisani, nikumbuke ni nani niliyemwacha msalabani. Mungu anisaidie sana, kabla sijajua hili, nisiweke matumaini kwa wanadamu, maana wanadamu wao wanatawanyika wakati wa shida. Mungu anisaidie sana nisitoe huduma wakati mtu anapokufa tu, niwahudumie hata kingali bado wako hai. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tusaidie kuyatambua haya, na wewe tupatie moyo wa kuhudumia wenzetu kingali bado wako hai. Baada ya kutambua hii Ijumaa isiyosahaulika, tusaidie haya tuliyojifunza kutoka kwa hawa watoto wako waliokutana na wewe siku ya Ijumaa, tena wengine Ijumaa jioni ukienda msalabani kama kina Baraba na kina Simoni Mkrene, na wengine walikutana na wewe ukiwa katika harakati za ukata roho kama yule mwizi msalabani, na wengine walikutana nao ukiwa umeshakata roho kama Yusufu wa Arimathaya na yule askari aliyekuchoma mkuki na Nikodemu. Tusaidie tujifunze kutoka kwao, tuyatendee kazi. Utukufu ni wako tangu sasa na hata milele. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen.